Nataka tushare kidogo kwa habari ya kitu kinaitwa upendo wa Mungu. Kumekuwa na tafsiri mbalimbali ambazo zimekuwa zikieleza habari ya upendo wa Mungu. Sijajua kwa watu wengine wamepataje ufunuo kwa habari ya kitu kinaitwa upendo wa Mungu. Kitu kimoja ambacho nimekuja kugundua, upendo ambao Mungu amekuwa akiudhihirisha kupitia neno lake ni tofauti na namna ambavyo baadhi ya watu wake wamekuwa wakiwasilisha. Nimekuwa nikiona upendo huo namna ambavyo hauleti matokeo chanya, hautafsiriki kama vile ambavyo neno la Mungu ninalolisoma mimi linavyoutafsiri upendo wao. Nilichokuja kugundua kitu kimoja ambacho kinapelekea watumishi wengi wakawa wanatofautiana kwenye ishu ya kutafsiri upendo wa Mungu. Mahusiano ya mtu na Mungu, mtu anayatafsiri kulingana na namna alivyopata malezi kutoka kwa mtu aliyemlea. Role model wa maisha ya wokovu wake huyu mtumishi ni nani? Mpaka amefika hatua ya kuwa mtumishi wa Mungu. Taswira ya wokovu anaoenda nao ameikuta wapi? Pale ndipo shida ilipo. Lakini Biblia ninayoisoma, nikisoma ile kitabu cha Yohana sura ya 3 mstari wa 16, ni andiko ambalo watu wengi tumekuwa tukilitumia. Tukiangalia vizuri nasema, kwa maana jinsi hii Mungu alipenda ulimwengu. Ulimwengu unaozungumzwa kwamba Mungu aliupenda, anazungumzia watu. Mungu anaupendaje ulimwengu uliojaa dhambi? Na wakati neno la Mungu linatafsiri kitu pekee ambacho kinamfanya Mungu akaudhika kwa wanadamu ni dhambi. Na sio mara moja, sio mara mbili. Mungu akigundua kwamba kuna mtu ana dhambi, huwa hamuonei huruma. Inakuwaje leo hii anaupenda ulimwengu ambao Biblia inasema hivi, usipende dunia na mambo yake, lakini hapo inasema hivi, kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu. Ukisoma kitabu cha Isaya sura ya 59 ule mstari wa 1 na wa 2, anasema mkono wangu sio mfupi hata usiweze kuokoa, wala sikio langu sio zito hata siwezi kusikia, lakini maovu yenu yamewafarikisha ninyi na Mungu, na dhambi zenu zimeuficha uso wake msione, hata hataki kusikia. Lakini kuja kwenye Yohana, Mungu anafungua ukurasa mpya wa upendo, tofauti na namna ambavyo Mungu alikuwa anatazama zamani. Ukurasa mpya wa Agano Jipya unasema hivi, kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu. Ule aliyouchukia zamani, ambao ilikuwa hataki hata kusikia, huku tunaona akiwa na upenda ulimwengu, alafu hata kiwango cha upendo kilipelekea amtoe mwanaye wa pekee, ili kila mtu atakayemwamini huyu mtoto asipotee, ili awe na uzima wa milele. Unakuja kuona kwamba jicho la Mungu linapotazama mtu mwenye dhambi, huwa halitazami dhambi, linatazama kwa namna ya upendo. Nisikilize vizuri. Upendo una tabia ya kuzaa rehema kwa Mungu, lakini kwa kibinadamu upendo una tabia ya kuzaa huruma. Ukikuta haumuhurumii mvuta bangi, haumuhurumii kahaba, haumuhurumii mtu anayeteseka kwenye maovu, unasema bora amekufa, ametusumbua sana, basi jua kabisa pendo la Mungu uko ndani haliko. Mungu alipoutazama ulimwengu aliyoukataa zamani, aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanaye, ili kila mtu anayemwamini asipotee, ili awe na uzima wa milele. Nini ambacho kinamfanya Mungu aanze kumtoa mwanaye? Ni kwa sababu ya kitu kinaitwa pendo. Mungu anapowatazama wenye dhambi, anawatazama katika namna ya kuwapenda. Na kila mtu ambaye ana Mungu ndani yake, tunategemea namna yake ya kutazama iwe imejaa pendo la Mungu. Mtumishi wa Mungu yoyote ambaye ndani yake kuna pendo la Mungu, huwa ni mtu ambaye anapomtazama mtu yoyote aliye kwenye kifungo chochote, anamtazama katika pendo la Kristo, na anauona wokovu ambao Kristo aliuachilia pale msalabani. Haleluya. Na Yesu anawateua wanafunzi 12, anawaacha kwamba wawe ni mashahidi. Anasema, nendeni ulimwenguni kote mkawafanye watu wote kuwa wanafunzi wangu. Hawa watu ambao wanatakiwa kufanywa kuwa wanafunzi ni watu ambao kwa maana jinsi Mungu aliwapenda hata kumtoa. Wale ambao tunaona wanatusumbua kwenye jamii, wale ambao tunaona wanavaa vibaya, tunaona hawaombi, tunaona wanaroga,
wana namna zozote ambazo neno la Mungu linakataza na jamii pia haipendezwi. Hao ndio watu pekee jicho la Mungu likiwatazama, ambalo hilo jicho la Mungu ndio mtumishi wa Mungu. Yaani pendo la Mungu ni mtumishi wa Mungu. Mtu yoyote ambaye unajua una wito wa Kristo, uwe ni mwimbaji, uwe ni mwalimu, uwe ni mwinjilisti, uwe ni mtume, uwe ni nabii, tunategemea kuliona pendo la Mungu uko ndani. Huduma inapowekwa ndani ya mtu, ni pendo la Mungu linawekwa ndani ya huyo mtu. Ukikuta unasimama madhabahuni, unaeleza madhaifu ya watu, unaeleza kasoro za watu, wewe kazi yako ni kushambulia, pendo la Mungu bado halijaingia huko ndani. Injili ni uwezo wa Mungu uletao wokovu. Kwa hiyo injili ndiyo pendo la Mungu ambalo linazungumzwa. Lile pendo la Mungu likiingia ndani ya mtu, ndiyo injili, ndiyo wokovu. Na kila mtu utakayemuona yuko nje katika namna yoyote na tabia yoyote, utamuona kama mtu ambaye anastahili pendo la Mungu. Ukisikia kuna huduma 5, hizo huduma 5 ni pendo la Mungu ambalo Mungu aliupenda ulimwengu ili kila mtu anayeamini hilo pendo asipotee, ili awe na uzima milele. Ukisikia kuna mitume, ukisikia kuna manabii, ukisikia kuna wainjilisti, ukisikia kuna wachungaji, ukisikia kuna waalimu, hao wote wapo kwa ajili ya kulitafsiri pendo la Mungu. Kwa hiyo kama unakutana na mtumishi wa Mungu ambaye badala ya kuponya roho yako anaijeruhi roho yako, maana yake pendo la Mungu huko ndani halijafika. Rudi magotini, roho wa Mungu akakufundisha pendo la Mungu. Watumishi wa Mungu leo hii wameathirika na malezi waliolelewa na baba zao wa kiroho, na walezi wao, waangalizi wao wa kiroho wamewaathiri namna ya kuitazama jamii, namna ya kuwatazama watu wenye dhambi. Wakimtazama mtu mwenye dhambi wanamchukia, wakati pendo la Mungu lipo kwa ajili ya kumvuta yule mtu, na yule mtu ili aje kwa Kristo ni lazima akutane na pendo la Mungu, ambalo pendo la nguvu ndiyo nguvu ya Mungu, ndiyo kazi ya msalaba, ndiyo neema ya wokovu, na ndiyo injili pekee.